Ni mwendo wa 5-5 kwa siku ya leo. Ukitazama matokeo ya mechi ambazo zimechezwa kwa siku ya leo, nadhani utakuwa umeona kwa namna ambavyo timu zimeweza kupambana, na hii ni zile harakati za kuelekea kumaliza ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Leo kulikuwa na michezo kadha wa kadha. Nadhani timu zote za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara zilikuwa zinacheza na matokeo yamekuwa noma kweli kwa siku ya leo, kwa kuwa kila mtu alikuwa anahakikisha anatafuta ushindi na kuendelea kujiweka vizuri, hasa kwa vilabu hivi vikubwa, kwa upande wa Simba lakini pia kwa upande wa klabu ya Dar es Young Africans. Sasa ni kusogezee matokeo ya namna ambavyo imekuwa, ikiwa nikiutazama kwanza mchezo wa wananchi Yanga ambao walikuwa wanakipiga dhidi ya Tanzania Prisons wa Jelajela, ambao mchezo umetamatika kwa Yanga kuweza kupata ushindi wa mabao 5-0, mabao ya Yanga kitiwa kimiani na Mudathiri Yahya dakika ya 30. Huyu ndo ambaye ameweza kufungua ule mlango kwa upande wa Yanga. Pia Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka dakika ya 34, naye pia alizama kambani baada ya kupokea cross safi, assist kutoka kwa Clement Mzinze. Kisha dakika 55 Israel Patrick Mwenda naye akacheka na nyavu. Pacome Zouzoua akaamua kuonyesha ule uzidane wake kwa kutupia mabao mawili. Dakika 60 akazama kambani, kisha dakika 75 pia akarejea kulisalimia lango kwa kutupia mabao mawili. Na moja kati ya comment ambayo nimeweza kuitazama na kuiona baada ya mechi kuweza kumalizika ni pamoja na maoni ya mchambuzi Hans Raphael, huyu ambaye ana itumikia tasnia ya utangazaji katika media ya Crown FM. Ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba this guy know how to play football, ni ngumu sana kumzuia. Leo kwa miguu yake ya dhahabu kawaumiza vikali Prisons. Kuna muda na kosa maneno sahihi ya kumwelezea huyu fundi wa ball Pacome Zouzoua, lakini huyu bwana ni zawadi kutoka mbinguni. Pacome ni mchezaji wa kipekee mwenye akili, nguvu, ujuzi, utashi, endurance na technique za kupenya kwenye maeneo finyu. Pacome ni mchezaji kiraka, versatile player mwenye uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya 4 uwanjani. Kwenye 1v1 Pacome ni simba mkali ambaye anakutesa kabla ya kukuua. Ni wazi huyu ndio mchezaji ambaye anachezewa madhambi mengi kuliko wote. Hii ni kutokana na uwezo wake wa kuficha mali na kuwatamanisha wachezaji wa timu pinzani. Hiyo ni mechi ya Yanga, lakini sio Yanga pekee ambao wameweza kucheza leo. Zipo timu nyingi ambazo zimeweza kucheza. Labda ni kufanyia recap kidogo kabla ya kwenda kutazama mchezo wa Simba dhidi ya Ken Gold. Mechi nyingine ambazo zimeweza kuchezwa leo, Azam FC wameweza kupata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Tabora United. Na kwenye mchezo huu tangu Yanga waitoboe Tabora United haijawahi kupata ushindi katika mchezo wote. Dakika 12 Abdul Sopo anatupia kambani, Jibril Sila pia anaingia kambani kuandika bao la pili kwa upande wa Azam. Bao la tatu pia dakika ya 30 Jibril Sila anarejea kambani. Irinado dakika 45 na 89 Nasser Saadun anahakikisha ubao unasoma mabao 5-0 dhidi ya Tabora United. Kwa upande wa Mashujaa pia wameweza kutoka sare ya 1-1 dhidi ya KMC FC. Monthiri Voal ameweza kutupia bao pamoja na Akram Mhina. Coastal Union pamoja na Fountain Gate, mchezo umeweza kumalizika kwa Coastal Union kuweza kupata ushindi wa bao 1-0, bao la Coastal Union likifungwa na Lucas Kikoti. Dodoma Jiji na Singida Black Stars wameweza kupata ushindi wa mabao 2-1. Idi Kipagwile akiweza kufunga bao kwa upande wa Dodoma Jiji, lakini kwa upande wa Singida Black Stars mabao yao ya ushindi yameweza kufungwa na Arthur Bada dakika ya kwanza tu ya mchezo, pamoja na Yunus Soa na pia dakika 6 akaweza kuiandikia Singida Black Stars bao la pili. Pamba Jiji pamoja na JKT Tanzania, JKT wamekubali kudondosha alama zote 3 kwa kuzibuliwa bao 1-0, bao la Pamba Jiji likifungwa na Zabona Mayombia. Kwa upande wa Namungo na Kagera Sugar imetoka suluhu bila kufungana. Hizo ni baadhi ya mechi
then I will come back na recap ya kile ambacho kimeweza kutokea kwenye mchezo wa Simba pamoja na Ken Goldie.